بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد. بإذن الله الكريم وبعونه سبحانه وتعالى tunaingia katika kipindi chetu cha tatu katika semina yetu dauratu ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid an-Nisa'iyyah al-mun'aqida fi Masjid Jundub ibn Junada Bimoshi. Na hii ni daura ya mama waumini Khadijah binti Khuwailid, daura ambayo inafanyika katika msikiti wa Jundub ibn Junada hapa Moshi. Na hichi ni kipindi cha tatu, tunasoma kitabul mar'a, durusul mar'ati almuslima, na hizi ni darasa za mwanamke wa Kiislamu. Kitabu cha al-allama Abu Musa Muhammad bin Shami ibn Mata'in Shaybat al-Adawi al-Qurashi hafidhahu Allah ta'ala. Na darasa ya leo topiki ambayo tutaianza ni kwenye kauli yake Sheikh hafidhahu Allah, almar'atu wassalatu, mwanamke na sala. Naam, baada ya Sheikh kutufundisha na kutupa nasaha kwenye nukta ya kwanza alipozungumzia almar'atu wattauhid, mwanamke na tauhid, katueleza mengi hapo ya msingi kabisa yenye manufaa kwa wanawake wa Kiislamu, mambo ambayo ndiyo salama ya wanawake hapa duniani na akhera kwa Mola wao tunakoelekea. Na leo sasa anahamia katika jambo jingine kubwa baada tauhid, jambo kubwa la kiibada, jambo kubwa la kidini baada tauhidillahi ta'ala, as-salah, ni jambo la sala. Kwa hiyo anasema almar'atu wassalatu, mwanamke na sala. Anasema ayatuha almar'atu, e mwanamke, hafidhi ala salawati almafrudati bima yali, zihifadhi au hifadhi juu ya swala zilizofaradhiwa. Hafidhi, hifadhi, e mwanamke, ala salawati almafrudati, juu ya swala zilizofaridhiwa au zilizofaradhishwa. Ala salawati almafrudati, juu ya swala zilizofaradhishwa. Bima yali, kwa haya ambayo yanafuata. Hifadhi swala zako kwa haya ambayo Sheikh ameyataja kwa mfululizo hapa. Anasema wahid, jambo la kwanza ambapo mwanamke wa Kiislamu watakiwa uhifadhi swala zako kwa jambo hili. Anasema tawaddai alwudhu ash-shar'iyya, tawadha ya mwanamke udhu wa kisheria, bikulli diqqa, kwa kila ufanisi wa kina. Bikulli diqqa, kwa kila ufanisi wa kina, bimaana tawadha sawa sawa. Anasema an-niyatu, kwa kuweka nia katika huo udhu wako, na nia mahala pake ni moyoni, mahalluha alqalb, na wala nia haitamkwi kama wanavyofanya baadhi ya Waislamu. Utawasikia wakizitamka nia. Hapana, nia inakuwa moyoni, kusudio. An-niyya, cha kwanza ni nia kwamba unatawadha kwa ajili ya kujitaharisha, kutimiza maelekezo ya Allah. At-tasmiyatu, na kutaja bismillah. At-tasmiyatu, na kutaja bismillah, akaileta hapo bismillah, bismillah. Kisha baada ya hapo, bimaana baada ya niyya
niyatul wudu, na baada ya kulitaja jina la Allah kwa mwenye kutawadha kusema bismillah, na hii ndio iliyokuja katika ahadith kuisema bismillah kwa ufupi, bismillah. Kisha ghaslul kaffain, kisha ni kuosha viganja viwili. Osha viganja vyako viwili vizuri kabisa. Walwajibu, na jambo la wajibu vile vile baada ya kuosha viganja viwili, ghaslul wajhi kamilan, ni kuosha uso kwa ukamilifu wake. Walwajibu, na jambo la wajibu, ghaslul wajhi kamilan, ni kuosha uso kwa ukamilifu wake. Thumma ghaslul yadain, kisha ni kuiosha mikono miwili. Thumma ghaslul yadain, kisha ni kuiosha mikono miwili. Aliposema kuosha uso kwa ukamilifu wake, maneno haya yamekaa kiilmu, bimaana uso na vile vyenye kuambatana na uso, kama kusukutua mdomo wako na kuyatema maji, kwa sababu mdomo upo katika uso. Kadhalika alistinshaq, kuyapandisha maji puani, walistinthar, na kuyapenga kutokea puani, lianna al-anfa min al-wajhi, kwa sababu pia pua ni katika uso. Kwa hivyo ukisikia kuosha uso kwa ukamilifu wake ni pamoja na al-madmada walistinshaq, ni pamoja na kusukutua na kupandisha maji puani na kuyatoa. Mambo yote haya yanazingatiwa ni kuosha uso. Thumma ghaslul yadain, kisha ni kuiosha mikono miwili, ma'al mirfaqain, pamoja na fundo mbili. Uioshe mikono miwili pamoja na fundo mbili. Tunaposema ma'al mirfaqain, bimaana hizo fundo mbili pia zinaoshwa. Pana watu wanapoosha mkono katika udhu wanajalia fundo mbili ndio mpaka wa maji. Ukimwangalia utaona amenawa kutokea kwenye kiganja mpaka pale kwenye fundo, alafu fundo halijaoshwa, utaona baka pale pamechora ramani pale. La, udhu wa sunna watakiwa hilo fundo la mkono pia ulioshe, ulipakaze maji lote. Na isbagh, kutimiza udhu kama ambavyo alikuwa anafanya Abu Huraira, unaweza ukainyanyua nguo ukavuka mpaka fundo lako la mkono ukaenda kwenye kipanya ukaosha mpaka kipanya cha mkono, huko ndio kutimiza udhu. Thumma ghaslul yadain, kisha ni kuiosha mikono miwili, ma'al mirfaqain, pamoja na fundo mbili za mikono. Thumma mashu ras, kisha ni kukifuta kichwa kamilan, kwa ukamilifu wake. Na kufutaji wa kichwa kwa ukamilifu ni kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma mashu rasi kamilan, kisha kukifuta kichwa kwa ukamilifu wake. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anapotawadha, anapofikia kwenye kufuta kichwa, badaa bimuqaddami ra'sihi, huwa anaanza kwa mbele ya kichwa chake, anaanzia kwenye komwe pale mbele ya kichwa chake, anaikusanya mikono yake miwili hali ya kuwa ameitotesha maji, anaanza kushika mbele ya kichwa kwenye komwe. Baada bimuqaddami ra'sihi, anaanza kwa mbele ya kichwa chake. Fa aqbala bihima, kisha anashuka anakwenda na mikono yake miwili, hatta dhahaba bihima ila qafah, mpaka anafikia chini ya kisogo chake. Kisha anarudi tena kwa mara ya pili mpaka pale alipoanza, na anamalizia kufuta masikio yake. Huu ndio ufutaji wa kichwa uliokamilika. Thumma ghaslu rijlain, kisha ni kuiosha miguu miwili,
ma'al ka'baini, pamoja na fundo mbili. Utaiosha miguu yako na zile fundo za miguu pia zinaoshwa, maji yako yanyanyuke juu zaidi ya fundo. Ni makosa kwa wale wanawake au waislamu wenye kuosha unyayo tu alafu ikawa fundo zake hazijapata maji. Baadhi ya salaf walikuwa wakinawa mpaka kwenye ugoko wakati wa udhu, kuhakikisha kwamba ametimiza udhu wake. Thumma ghaslu rijlain, kisha kuosha miguu miwili, ma'al ka'bain, pamoja na kongo mbili. Kisha anasema hafidhahullah, wa yakunu ghaslu al-a'dha'i thalathan thalatha, na kunakuwa kuviosha viungo ni mara tatu tatu. Ni sunna hiyo, mara tatu tatu, kila kiungo ukakiosha mara tatu katika wudhu. Wa yakunu ghaslu al-a'dha'i thalathan thalathan, na kunakuwa kuviosha viungo ni mara tatu tatu, au marrataini marrataini, au mara mbili mbili. Hilo pia limethibiti, ukaviosha viungo mara mbili mbili, au marratan marratan, au mara moja moja. Naam, yote haya yamethibiti. Ukatawadha wewe kwa kuviosha viungo vyako mara tatu tatu, thabitun, au kaamua kuosha mara mbili mbili, wa hadha aidan thabitun, au kaamua kuosha mara moja moja, wa hadha aidan qad thabat. Lakini pia au yaghsilu ba'daha thalathan wa ba'daha marratayn, wa hadha aidan warad. Au yaghsilu ba'daha, au anaviosha baadhi hivyo viungo vyake thalathan, mara tatu, wa ba'daha marratayn, na anaviosha baadhi nyingine mara mbili. Yafahi mfano ukaosha mikono mara tatu, alafu ukauosha uso mara tatu mathalan, alafu ukaosha mikono mara mbili, jaiz. Au ukaosha mikono mara tatu alafu ukaosha miguu mara mbili, jaiz. Au yaghsilu ba'daha, au anaviosha baadhi ya viungo vya udhu. Au yaghsilu ba'daha, au anaviosha baadhi ya hivyo viungo thalathan, mara tatu tatu, wa ba'daha marratayn, na baadhi yake aosha mara mbili. Sheikh anasema wal afdalu at-tanwi'u, na kilichokuwa bora ni kusampulisha. Wal afdalu at-tanwi'u, na kilichokuwa bora ni kusampulisha. Ukafanya hivi wakati fulani na wakati mwingine ukafanya hivi, ukatawadha mara mbili mbili baadhi ya wakati, mara nyingine mara tatu tatu, mara nyingine mara moja moja, ukawa unafanyia kazi riwaya zote zilizokuja katika sunna. Hadha afdalu. Kisha anasema Sheikh, wahtammi biisbaghi alwudhu'i, natilia umuhimu ewe mwanamke kwa kutimiza udhu. Alisbaghu ni kutimiza. Wahtammi, natilia umuhimu ewe mwanamke biisbaghi alwudhu'i, kwa kutimiza udhu. Ai, maana ya alisbagh alinqa'u walitmamu, ni kutakatisha na kutimiza. Ai, maana yake hiyo alisbaghu, alinqa'u ni kutakatisha, walitmamu na kutimiza, wal afdalu, na kilichokuwa bora, at-tanwi'u, karudia tena, ni kusampulisha katika kutawadha. Fanya hivi na ufanye hivi kama ilivyokuja katika sunna. Kilichokuwa bora ni kusampulisha. Wal inayatu bihi, na kutilia umuhimu huo udhu, ay bihi bilwudhu'i. Wal inayatu bihi, na ndio bora hilo pia, na kutilia umuhimu huo udhu. Wal inayatu bihi, na kutilia umuhimu huo udhu, ukautimiza, ukatawadha vizuri, ukahakikisha viungo umeviosha na umenawa
ukatimiza bila kuacha mabaka kwenye ngozi yako au kwenye baadhi ya maungo ya udhu. Anasema wal inayatu bihi, na kuutilia umuhimu wa udhu, hatta law kana aljawu baridan au harran, hata law kana aljawu, hata kama itakuwa hali ya hewa baridan, ni ya baridi, au harran, au ni ya joto. Hatta law kana aljawu, hata kama itakuwa hali ya hewa baridan, ni ya baridi, au harran, au ni ya joto. Mathalan msimu wa baridi alafu ikawa hayo maji ya udhu yana baridi, kuna taklif, kuna kuumia hapo. Basi usijali hiyo baridi, jitahidi utimize udhu wako, hata kama ni kipindi cha baridi au labda ni kipindi cha joto kali, alafu ikawa maji yenyewe pia yana moto, kwa sababu ya joto yanakera. Maana yake joto kali, maji moto pia kwenye kipindi hicho. Timiza udhu wako, usijali baridi wala joto. Anasema shekhe wetu hapa, fa innaka idha asbaghta tahaqqaqa laka amran, fa innaka, na hakika wewe, idha asbaghta, pindi utakapotimiza udhu, fa innaka, na hakika wewe, idha asbaghta, pindi utakapotimiza udhu, tahaqqaqa laka amrani, yatapatikana kwako wewe mambo mawili. Tahaqqaqa ay thabata, yatathibiti kwako wewe mambo mawili. Tahaqqaqa laka amran, yatathibiti kwako wewe mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, annahu shatrul iman, haika huko kutimiza udhu ni nusu ya iman. Annahu ay isbaghul wudhu'i, annahu, hakika huko kutimiza udhu, shatrul iman, ni nusu ya iman. Mtu anayetawadha akautimiza udhu wake kisawa sawa, anahesabika huyo ameitekeleza nusu ya iman. Angalia fadhila ya udhu. Lihadithi Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kwa ile hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu kama ilivyokuja kwenye riwaya inda Ibn Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, isbaghul wudhu'i shatrul iman, rawahu Ibn Majah. Naam, baadhi ya riwaya za hadithi ya Abi Malik imekuja lafdhi hili. Lafdhi jingine ni lile katika Sahih Muslim, at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u au tamla'ani ma baina as-samai wal ard. Al-hadith, baadhi ya maukti wamehifadhi hiyo. Na hii ni riwaya nyingine inda Ibn Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, isbaghul wudhu'i, kutimiza udhu, shatrul iman, ni nusu ya iman. Isbaghul wudhu'i, kutimiza udhu, shatrul iman, ni nusu ya iman. Kwa hiyo unapotawadha ukatimiza udhu, faida ya kwanza ni hiyo, unakuwa umetekeleza nusu ya iman. Wathani, na jambo la pili ambalo linathibiti, anna Allah yamhu bihi alkhataya, hakika Allah anayafuta kwa sababu ya huo udhu madhambi. Adhim, anna Allah, angalia fadhila za kutawadha mwanamke asiyeswali anakosa mambo haya. Maana kama uswali utatawadha saa ngapi? Utakosa fadhila hizi kwa sababu ya kutokuswali. Anna Allah, haika Allah, yamhu bihi, anayafuta kwa sababu ya huo udhu, al-khataya, madhambi. Qala ahlul ilmi, madhambi yenye kufutwa na udhu ni saghairu dhunub, ni yale madhambi madogo madogo. Amma al-kabairu fala budda min at-taubati minha, ama madhambi makubwa makubwa yale
ni lazima ufanye tauba. Lakini madhambi madogo madogo ambayo tunamkosea Allah, mengine twayajua, mengine tukosea hatujui wenyewe, basi udhu ni sababu ya kuyafuta madhambi hayo. Anna Allah yamhu bihi alkhataya, si hilo tu, wayarfa'u bihi darajat, na ananyanyua kwa ajili ya huo udhu daraja nyingi. Lihadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, hika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi alkhataya wa yarfa'u bihi ad-darajati. Imekuja katika hadithi ya Abi Hurairah, Mtume anasema, ala adullukum, je nisikujulisheni nyinyi, ala adullukum, hivi nisikujulisheni nyinyi, ala ma, juu ile ambalo yamhu Allah bihi alkhataya, anafuta Allah kwa sababu ya jambo hilo madhambi. Ala ma, juu ile ambalo yamhu Allah bihi, anayafuta Allah kwa sababu ya jambo hilo. Yamhu Allah bihi, anayafuta Allah kwa sababu ya jambo hilo alkhataya, madhambi. Wayarfa'u bihi, na anazinyanyua kwa ajili ya jambo hilo. Wayarfa'u bihi, na anazinyanyua kwa ajili ya jambo hilo ad-darajati, daraja nyingi. Nisiwaambieni hilo? Qalu bala ya Rasulullah, wakasema tuambie ewe Mtume wa Allah. Qalu bala ya Rasulullah, wakasema ndiyo tuambie ewe Mtume wa Allah. Qal, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, isbaghul wudhu'i, ni kutimiza udhu. Isbaghul wudhu'i, ni kutimiza udhu. Ala almakarihi, juu ya kuwepo yenye kuchukiza. Ala almakarihi, juu ya kuwepo yenye kuchukiza. Yani kalbardi walharara, kalbardi walharara, kama vile baridi au joto. Walmarad, na mwingine anakuwa pia afya yake haijatengemaa, anaweza kutumia maji asidhurike, lakini kwa sababu ya maradhi anapata dhiki. Basi unapotimiza udhu katika mazingira kama haya, ujira wako unakuwa ni mkubwa, bimaana daraja zako zinanyanyuliwa na madhambi yako madogo madogo yanafutwa. Isbaghul wudhu'i, ni kutimiza udhu. Ala almakarihi, juu ya kuwepo yenye kuchukiza. Kalbardi walharara wama shabaha dhalik, hilo ni la kwanza. Wa kathratul khuta ila almasajid, jambo la pili ni hilo ambayo linafuta madhambi bwana na kunyanyua daraja. Wa kathratul khuta, na kuzikithirisha hatua. Wa kathratul khuta, na kuzikithirisha hatua. Ila almasajidi, kuelekea misikitini. Ikawa unatembea wewe kutokea nyumbani kwako na kufuata msikiti kwa ajili ya salatu aljamaa, pakawa pana kitambo cha kutembea, lakini unatembea wewe mguu mosi mguu pili unautafuta msikiti. Khairun nurun ala nur. Jambo jingine, wantidharu salati ba'da salati, na kuisubiria swala baada ya kumalizika swala. Wantidharu salati, na kuisubiria sala baada salati, baada ya kumalizika sala. Umeswali ya dhuhuri ukaona sitoki msikitini, ukabakia pale msikitini ukifanya adhkari, ukisoma dua, ukisoma Qur'ani, ukifanya murajaa wa ilmu, mpaka ikakukuta alasiri pale. Au umeswali maghrib ukasema sitoki hapa mpaka isha, ukabakia msikitini katika salati al-maghrib mpaka ukaja wakati wa isha. Nurun ala nur. Mambo haya yanaondosha madhambi na yananyanyua daraja, bali mwisho wa hadithi pametajwa ujira mwingine.
wantidharu salati ba'da salah, na kuisubiria swala baada ya kumalizika swala. Tumenasema mambo haya matatu haya aliyoyataja: isbaghul wudhu'i ala almakarih, kuutimiza udhu juu ya kuwepo yenye kuchukiza, kupiga hatua kwenda misikitini, kubakia msikitini kusubiri swala inapomalizika swala nyingine, kusubiri swala baada ya kumalizika swala. Mtume akasema fadhalikumur ribat, na mambo hayo ndiyo kushika lindo. Fadhalikumur ribatu, na mambo hayo matatu yaliyotajwa: isbaghul wudhu'i ala almakarihi wa kathratul khuta ila almasajidi wa intidharu salati ba'da salati. Hayo matatu hayo, fadhalikumur ribatu, na mambo hayo ndiyo kushika lindo. Almurabitun ni wale askari wa Kiislamu ambao wanasimamia amani katika hudud, katika mipaka ya nchi za Kiislamu, kuzuia adui asije akaingia kuwadhuru Waislamu. Almurabitun, wale askari wenye kushika zamu katika mipaka, wana fadhila kubwa. Sasa miongoni mwa watu ambao wanapata ajru almurabitin, ujira wa askari wenye kulinda mipaka, almujahidina fi sabilillah, ambao wanahesabika ni wenye kufanya jihad kwa njia ya Allah, ni hawa watu ambao wanatimiza udhu, pamoja na kwamba pana mambo ya kuchukiza, wanatembea kwenda kufuata misikiti mbali, na wanaposwali wanabakia msikitini wakisubiria swala nyingine. Hawa wamehesabika ni kama vile askari walioshika lindo. Fadhalikumur ribatu. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea al-Imam Muslim. Jambo la pili ambalo shekhe wetu anawanasihi wanawake akisema, taallami sifata salati nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, tayari umetawadha, una tahara, umeshika udhu, sasa ni kuswali. Shekhe anasema taallami, jifundishe mwanamke, sifata salati nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wasifu wa sala ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watabbiqiha tatbiqan haqiqan, na itekeleze hiyo swala utekelezaji wa hakika. Watabbiqiha tatbiqan haqiqan, na itekeleze hiyo swala utekelezaji wa hakika. Yani swali kama alivyoswali mtume alayhi salatu wasalam. Soma swala, usiswali kwa mazoea au ulivyoigaiga tu watu wanavyoswali, umeigaiga tokea utoto, basi unaswali tu kama watoto. Hujui nguzo za swala wala wajibati sala, hujui sunan, hujui adhkari za swala, huzijui. Kama wajua nusu tu. Hapana, lihadith, na hilo ni kwa ajili ya hadithi ya mtume alayhi salam, wasallu kama raaitumuni, sehemu ya hadithi, na swalini kama vile ambavyo mmeniona mimi. Wasallu kama raaitumuni, na swalini kama vile ambavyo mmeniona mimi. Rawahu al-Bukhari. Anasema shekhe wetu, waqumi ila salatiki, na simama kuiendea swala yako ewe mwanamke wa Kiislamu. Waqumi ila salatiki, na simama kuiendea swala yako. Bikhushu'in, kwa unyenyekevu. Watma'aninatin, na kwa utulivu. Bikhushu'in, kwa unyenyekevu. Watma'aninatin, na kwa utulivu. Fi waktiha, katika wakati wake, na usicheleweshe swala ukazitoa nje ya wakati. Waqumi ila salatiki bikhushu'in watma'aninatin fi waqtiha, na simama wewe mwanamke kuiendea swala yako. Ila salatiki, kuiendea swala yako. Bikhushu'in watma'aninatin, kwa unyenyekevu na kwa utulivu. Fi waqtiha, katika wakati wake. Dhuhuri swali katika wakati wake, na asri kadhalika, na maghrib na isha na fajr.
usicheleweshe swala kama walivyo wanawake wengi, watajizungusha vyombo vyake kwanza, adeki kwanza nyumba yake kwanza, sijui afanye nini, swala baadaye huko. Ashamaliza kazi zake, sasa anatoa macho, bado kitu gani sijafanya hapa nyumbani, sijafanya swala, subhanallah. Si uongo huo. Tanguliza swala kwa wakati wake. Anasema birukuiha, kwa kutimiza rukuu zake, birukuiha, kwa kuzitimiza rukuu zake hiyo swala, wasujudiha, na sijida zake, walqiraati fiha, na kisomo katika hizo swala. Birukuiha, kwa kuzitimiza rukuu zake. Naam, baada ya kuchunga wakati, sasa chunga yale matendo ya swala. Birukuiha, kwa kuzitimiza rukuu zake, wasujudiha, na sujudi zake hiyo swala, walqiraati fiha, na kisomo katika hiyo swala, walqiraati fiha, na kisomo katika hiyo swala, suratul Fatiha na sura nyingine ambazo unazisoma katika swala. Soma vizuri, timiza, na ndio utaona umuhimu wa kujifunza Qur'an. Wako wanawake wengine, wasichana tu, hawajui kusoma Qur'an, hajui kusoma Qur'ani, hana sura hata za kuswalia, yupo tu akisimama kimya, wengine wanachezesha mdomo, hakuna kitu anasoma, anazuga tu. Jifunze Qur'ani. Walqiraati fiha wa adhkariha bidikka, na adhkari zake hiyo swala uzifanye kwa kina. Wa adhkariha, na adhkari zake bidikka, uzifanye kwa kina. Anasema ma'a hudhuril qalbi, pamoja na kuhudhurisha moyo. Ma'a hudhuril qalbi, pamoja na kuhudhurisha moyo. Waliqbali ala Allah fiha, na kuelekea kwa Allah katika hiyo swala. Waliqbali ala Allah fiha, na kuelekea kwa Allah katika hiyo swala, yani uswali na moyo wako uko hadhir. Wa annaka tuqbilu ala Allah, na kwamba wewe Muislamu unamuelekea Mola wako. Usidonoe swala, swali kwa utulivu, hisia zako, moyo wako unauelekeza katika swala. Wakati unasoma Qur'ani au unafanya zile adhkari za swala, unakuwa unamaanisha, na sio kama unatamka tu kama mtu asiyejielewa. Sheikh anasema unatakiwa utulie katika swala na umuelekee Mola wako. Wakaannaki tusallina akhira salatin, na kana kwamba wewe mwanamke unaiswali swala ya mwisho kabisa. Yani unatakiwa utulie katika swala na utimize nguzo zake, na moyo wako uhudhurie kana kwamba hiyo swala unayoswali ndio ya mwisho. Baada ya hapo unakufa. Inatakiwa uwe na hisia hiyo kwamba huenda sitopata umri tena wa kuswali, labda hii swala yangu hapa dhuhuri ndiyo mwisho, huenda baada ya hapa ni mauti. Naam, na ni wangapi wallahi wameswali baada ya swala wakafa, ikawa ndiyo habari ya mjini, amemaliza swala, nimemuona akiswali. Si ameswali sasa hivi huyu? Si alikuwa mzima huyu? Hakadha, hilo linawezekana. Sasa unaposwali hudhurisha moyo wako, itimize swala yako, acha mbio. Jalia ni kana kwamba hiyo swala ndiyo ya mwisho. Sheikh anasema hapa wakaannaki tusallina akhira salatin, na kana kwamba wewe mwanamke unaswali swala ya mwisho. Thumma tamutina ba'daha, kisha unakufa baada yake swala hiyo. Watakiwa uvute hisia hii, thumma tamutina ba'daha, kisha unakufa baada yake. Anasema shekhe wetu waj'ali hadha at-tawjih an-nabawiyya nusba ainaik, na yajalie haya maelekezo ya mtume
waj'ali hadha at-tawjih an-nabawi, na yajalia ewe mwanamke haya maelekezo ya mtume, nusba ainaik, mbele ya macho yako. Alafu akaleta chini yake hadithi, waj'ali hadha at-tawjih an-nabawiyya, na ijalie ewe mwanamke au yajalie ewe mwanamke haya maelekezo ya mtume, nusba ainaik, mbele ya macho yako. Kwa maana utazingatia yale ya mwanzo, hadithi iliyotangulia, wasallu kama raaitumuni, na haya yenye kufuatia, lihadithi Abi Ayyub al-Ansari, kwa ajili ya hadithi Abi Ayyub al-Ansari. Qal, amesema Abu Ayyub radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, idhni wa aujiz. Huyu bwana anamwambia mtume alayhi salam, idhni wa aujiz, nipe mawaidha mimi nafupisha. Mawaidha yenyewe hayo yawe mafupi. Idhni, nipe mawaidha mimi, wa aujiz, nafupisha. Nipe mawaidha lakini yasiwe marefu. Ameomba nasaha hii huyu bwana ili aweze kudhibiti yamnufaishe mawaidha haya. Anamwambia mtume alayhi salam, idhni, nipe mimi mawaidha, wa aujiz, nafupisha. Faqal, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha qumta ila salatik. Hebu angalia mawaidha aliyopewa huyu bwana, yalivyokuwa mawaidha ya maana, yalivyokuwa mazito. Idha qumta ila salatik, pindi unaposimama wewe katika swala yako. Anaambiwa huyu bwana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idha qumta ila salatik, fi salatika, mnafinyi, idha qumta fi salatik, pindi unaposimama wewe katika swala yako. Fasalli salata muwaddi'in, basi swali swala ya mwenye kuaga. Fasalli salata muwaddi'in, na swali swala ya mwenye kuaga, kana kwamba ndio swala yako ya baibai hiyo. Ukimaliza unafariki, kwa maana tulia katika hiyo swala. Swali kwa unyenyekevu, timiza nguzo na wajibat, moyo wako uhudhurie pale. Sio unaswali kwa kiwiliwili tu, lakini roho yako wala haipo. Baadhi ya watu wako hivi, anaswali ana mambo mengine mengi anafikiria. Anaswali lakini anafikiria namna atakavyounga mchuzi. Nitatia hii, nitatia giligilani pale, au leo sitii, sio niweke ndimu, sijui kwenye swala hapo. Swala michuzi mitupu. Hudhurisha moyo, kama wale ambao wanaswali wanazungumza kesi. Anaswali lakini yuko mahakamani, au anaswali anafikiria namna atakavyomuomba mume wake msamaha kwa sababu kamuudhi. Akija nitamwanza hivi, haya nitafanya hivi. Swali kwa khushu'u, moyo wako udhurishe kana kwamba ni swala ya mwenye kuaga. Fasalli salata muwaddi'in, na swali swala ya mwenye kuaga. Wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Katika mawaidha aliyopewa huyu bwana ni haya. Sasa haya hayahusiki na swala, ni mawaidha tu yako nje ya swala. Akaambiwa katika mawaidha, wala tatakallam bikalamin, na wala usizungumze maneno ambayo. Chukua hii mwanamke, chukua hii nasaha, itakusaidia hata kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako na familia yako. Wala tatakallam bikalamin, na wala usizungumze maneno ambayo ta'tadhiru minhu ghada, utaomba msamaha, utaomba udhuru kutokana na maneno hayo kesho. Kabla ya kuzungumza fikiria, usiwe na tabia ya kuropoka. Mwanamke wa Kiislamu mwenye kujielewa, almutadayyina, attaqiyya, as-salafiyya, mwanamke mwenye dini, mcha Mungu, mwenye kumwogopa Allah, mwanamke salafia, haropokwi, anatafakari kabla ya kusema. Maneno haya nitakayozungumza yana athari kiasi gani? Je, ni mazuri haya, au ndio kwanza nitasutwa kesho, nitaanza kutiwa vijukuu,
na kutaarizwa na kuambiwa omba msamaha na umbea wako umezidi fitina wewe. Fikiria kwanza kabla ya kuropoka. Mtume alayhi salamu anamwambia huyu bwana, wala tatakallam bikalamin, na wala usiyazungumze maneno ambayo ta'tadhiru minhu ghada, utaomba udhuru kunako maneno hayo kesho. Kutokana na maneno hayo kesho utayajutia. Na wangapi wanaropoka bwana na wanajuta? Ukavurumisha maneno yasiyo na ukweli, yasiyo na maana, ya kutusi watu, ya kukejeli, ya kuonyesha dharau. Baadhi ya wanawake wako hivyo, kutokujali hata kama ni neema umeletewa unaidogosha na kuonyesha kwamba si kitu. Na wengine wakaandika meseji mbaya, meseji na kejeli na dharau, kufuranu neema, anakufuru neema kwenye meseji. Kaandika meseji ya kwanza, ya pili, ya tatu, tayari ameshazituma, ameshazisendi pale, ndio anatoa macho, zimeenda. Sasa ulifikiri zimefanyaje? Si zimeenda kweli? Wakati unaandika ulikuwa mwehu. Mameseji ya ajabu, baadaye akisomewa haamini yeye kaandika. Ni wewe umeandika meseji hizi? Mimi. Ulikuwa mzima wakati unaandika au ulikuwa umechizika? Alikuwa mzima. Ni kwa sababu hakutafakari. Sasa anaanza kuomba misamaha na pengine asisamehewe, maana maneno mengine hayazuiliki na yameshatoka sasa. Usiwe hivyo mwanamke, usiwe mwanamke mjinga wa kuropokwa. Wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu ghada. Shika huo usia huo na tuushike sote. Kisha Mtume akamwambia na saa nyingine, wajma'il iyasa mimma fi yadi nnasi, na wengine nayo fi yadayin nasi, yadayin nasi. Kuna ambao wanachapa hiyo, wengine fi yadi nnasi bidunia. wajma'il iyasa mimma fi yadayin nas, na kusanya maazimio ya kuyakatia tamaa. Wajma'il iyasa, na yakusanye maazimio ya kuvikatia tamaa. Ukisema hivyo ndio Kiswahili kinanyoka, kuvikatia. Wajma'il iyasa, na yakusanye maazimio ya kuvikatia tamaa. Mimma fi yadayin nas, kutokana na vile ambavyo vipo katika mikono ya watu. Mimma fi yadayin nasi, kutokamana na vile ambavyo vipo katika mikono ya watu. Wajma'il iyasa, na yakusanye maazimio ya kuvikatia tamaa. Wajma'il iyasa, narudia ili uandike, na yakusanye maazimio ya kuvikatia tamaa. Mimma fi yadayin nasi, kutokamana na vile ambavyo vipo katika mikono ya watu. Mimma fi yadayin nasi, kutokamana na vile ambavyo vipo katika mikono ya watu, kwa maana min umuri dunia, katika mambo ya kidunia. Usiwe na roho ya kupaparika, ya kuangalia vitu vya watu, ukatamani vitu vya watu. Usiwe hivyo, bali kuwa na kanaa. Mwanamke mwema ni yule ambaye anakinai na anaridhika na hali yake na anamshukuru Allah kwa kile ambacho amemkadiria. Anakwenda na maisha yake kwa utulivu, wala hanyanyui macho yake kuangalia mambo ya watu, akaanza kuwa ombaomba, akaanza kuwa mtu kujipendekeza kwa watu ili apewe. Ni mwanamke mwenye heshima, mwenye kanaa, karidhika na maisha yake. Hata kama ana shida huwezi kujua, ukikutana naye mtasalimiana, utaona bashasha, atakuombea dua, ataondoka na shida zake. Hana habari na vitu vya watu bwana. Ukiliweza hili umefanikiwa jambo kubwa. Watu ombaomba mara nyingi wanadhalilika, wanapoteza heshima, watu wanawachukia, wanasemwa. Maana pana mtu kama Matonya
akishakusalimia lazima akupige ndui, wanasema watoto wa mjini, lazima akuombe, asione kitu, asije kwako, nimekipenda kibakuli kile, shoga yangu anakitaka pia, asione kitambaa, asione ua zuri, matonya. Hebu jizuie, jishikilie mwanamke kidogo. Ukiona vitu iambie nafsi yako koma, hebu tulia. Waomba vitambaa, waomba vijora, kila unachokiona. Sio tabia ya Kiislamu hiyo, mpaka watu wanakuchukia. Nani huyo? Ushaonekana unagonga, nani huyo? Mama fulani, mwambie siko. Kwa sababu omba usione kitu. Sasa unapokusanya maazimio ya kuvikatia tamaa vile ambavyo wanavyo watu watakupenda, na Allah subhanahu wa ta'ala pia atakupenda.